Sasa tuwageukie viongozi hawa wawili na tuanze na Rais wa Kenya William Ruto ambaye amekuwa kiongozi wa pili katika ukanda wa Afrika Mashariki kuomba msamaha wiki hii. Rais Ruto akihutubia kikao cha maombi ya kitaifa ameomba radhi mataifa jirani ya Uganda na Tanzania. Baadhi ya Wakenya katika mitandao ya kijamii wamekuwa wakimlenga Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia hatua ya hivi majuzi ya kufurushwa kwa wanaharakati mashuhuri wa Afrika Mashariki akiwemo Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda. Friends, mabibi na mabwana, our neighbors from majirani wetu kutoka Tanzania, kama tumewakosea kwa lolote, tunaomba msamaha. Marafiki zetu kutoka Uganda, kama kuna lolote ambalo Wakenya wamefanya ambalo haliwapendezi, tunaomba msamaha. Kwa watoto wetu, kama kuna hatua tuliyokosea, tunaomba msamaha. Nchini Tanzania, Spika wa Bunge Tulia Ackson amesema kwamba baadhi ya michango ya wabunge kuhusu swala hilo ilikiuka kanuni za bunge na kwamba sio msimamo wa taasisi hiyo. Ni muhimu michango yetu wakati wote kuepuka kauli zile zinazokwenda kinyume na katiba, sheria na kanuni tulizojiwekea sisi wenyewe. Pia waheshimiwa wabunge na wananchi wote, ni muhimu kutambua kwamba kauli au mitazamo inayotolewa na waheshimiwa wabunge katika michango yao haipaswi kuchukuliwa kuwa ni msimamo rasmi wa bunge na kuwa kauli ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni pamoja na mkewe Janet wamelitaka taifa hilo kuisamehe familia yao kwa madhila ambayo huenda waliyatekeleza katika miongo mitatu ya uongozi. Wawili hao walikuwa wakizungumza katika maombi ya kitaifa katika uwanja wa Kololo. Kama viongozi wakuu, tunawajibika kikamilifu makosa yetu yote tuliyoyafanya, sisi na washirika wetu na wawakilishi wetu. Tunasimama mbele yenu kutubu na kuomba msamaha kwenu, haswa kwa watu wa Buganda na nchi yote kwa ujumla. Kumekuwepo na vitendo vya uzembe na kulegalega. Wengi wamekuwa na hasira na kuhisi kusahauliwa. Mungu azilainishe nyoyo zenu na wajalie mtusamehe.